Ninawasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo mahala ambapo mlipo, hamjambo. Karibu sana ili niweze kuwachanganulia na kuwaelezea yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni Bwana Ezra, ni kope lako sikio ili niweze kukuchanganulia, niwaeleze kwa lugha nyepesi yale ambayo yametendeka. Aibu kubwa imeweza kupata serikali ya Samia Suluhu Hassan, serikali ya mauaji ya Chama cha Mapinduzi, baada ya kulilia Umoja wa Mataifa kukubali utawala wa Samia. Samia na utawala wake, baada ya mataifa ya kigeni kukashifu Tanzania kwa mauaji mengi ya halaiki zaidi ya 10,000 ambayo yalitekelezwa mnamo tarehe 29 Oktoba mpaka tarehe 5 Novemba mwaka 2025, wamejaribu sana kubisha kila milango ya mashirika za kimataifa ili kusafisha jina lao baada ya kuliharibu kwa mauaji. Wacha niwapee kisa. Kuna upumbavu ambao unaendelezwa na hii serikali ya Samia kuwadanganya wananchi, kuwadanganya Watanzania. Mheshimiwa Waziri David Kombo, ambaye ni waziri wa masuala ya nchi za kigeni kutoka Tanzania, haijulikani mahala ambapo waliweza kupatana na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. Walikuwa wameketi, alafu huyo David Kombo akaonekana wakiwa wanapiga picha na Antonio Guterres, ambaye ni katibu mkuu wa muungano wa Umoja wa Kimataifa. Sasa serikali ya Samia imeweza kueneza taarifa potovu kwenye mitandao ya kijamii na media ambazo serikali ya Tanzania imeweza kununua kwamba Umoja wa Kimataifa umeweza kukubali utawala wa Samia, na umoja huo wa mataifa wamesema kwamba wataitikia ripoti yoyote ya uchunguzi wa maafa itakayotolewa na lile jopo ambalo liliweza kuundwa na Samia kuchunguza mauaji Tanzania, lile jopo ambalo wananchi, mashirika kama vile Bunge la Ulaya waliweza kulikataa. Sasa Antonio Guterres, ambaye ni katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, walikuwa wameketi na David Kombo. David Kombo ameweza kupea kituo cha Clouds Media Tanzania pamoja na Nipashe taarifa za uongo, waweze kuchapisha kwamba Antonio Guterres wameweza kubariki serikali ya mauaji ya Samia, eti kwamba wanamuomba aendelee kudumisha amani. Sasa mimi, mtu ambaye ni mtangazaji, nimeenda kupitia kwenye ukurasa wake Antonio Guterres, ambaye ni katibu mkuu wa Umoja wa Kimataifa. Sijaona mahala popote mahala ambapo huyo Antonio Guterres amechapisha taarifa akizungumzia kuhusu kupokea ujumbe
wa Samia Suluhu na kuweza kuibariki serikali ya Samia Suluhu waendelee kudumisha amani. Sijaona popote. Ama mimi ndio sijui kutumia mtandao wa Twitter au kipenda X. Maneno ya mwisho ambayo Antonio Guterres aliweza kuyachapisha, alizungumzia maneno tofauti na wala sio Tanzania. Ninashangaa ni wapi ambapo huyu Dhabiti Kombo, Mohamud Dhabiti Kombo, alitoa wapi hizi taarifa ambazo ameweza kupea Clouds Media pamoja na Nipashe Tanzania. Wamechapisha kwamba eti Antonio Guterres ameweza kukubali serikali ya Samia na pamoja wameweza kumbariki Samia, kwa sababu Clouds TV waliweza kuripoti kwamba ujumbe wa Mheshimiwa Antonio Guterres, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan leo tarehe 14 Disemba mwaka 2025, wakati akipokea ujumbe maalum kutoka Tanzania. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Mheshimiwa Antonio Guterres amesema kuwa Tanzania imekuwa ni rejelea muhimu ya amani na mshikamano wa kijamii barani Afrika na duniani kote. Sasa kama imekuwa ni rejelea, mbona basi wakaweza kuua wananchi? Alafu eti ameeleza kuwa taswira ya Tanzania kama kielelezo cha amani ilijaribiwa katika uchaguzi wa hivi karibuni. Eti ilijaribiwa. Eti taswira ya Tanzania ilijaribiwa katika uchaguzi ulipita. Hawataki kuzungumzia eti kwamba taswira ya Tanzania iliharibika kwa kuwaua watu zaidi ya 10,000, lakini hii Clouds TV na sijui ni Nipashe Media wanasema eti kwamba taswira ya Tanzania ilijaribiwa. Iliharibika. Watanzania wengi waliuawa. Lakini taifa hili limeweza kuvuka mtihani huo kwa mafanikio, ikiwa ni mara ya kwanza kukabiliwa na changamoto hiyo. Eti Antonio Guterres amesema kwamba Umoja wa Mataifa ungependa kuona Tanzania inaendelea kubaki katika umoja wake wa kuwa mfano bora katika mataifa mengine. Alisema katibu mkuu Guterres alipokuwa akipokea ujumbe maalumu uliobeba salamu na ujumbe kutoka kwa Rais Samia Suluhu Hassan uliowasilishwa na Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki Mheshimiwa Balozi Mohamud Kombo pamoja na ujumbe wake. Sasa ninashangaa, nimejaribu kuenda kwenye ukurasa wake Antonio Guterres nione ni wapi ambapo Antonio Guterres aliweza kuzungumza haya maneno. Sijaona. Kwa sababu taarifa ambazo serikali ya Samia ilijaribu kuzifukia za Umoja wa Mataifa mnamo tarehe, ilikuwa tarehe ngapi ile? Mnamo tarehe 31 Oktoba mwaka 2025, Antonio Guterres aliweza kutoa kauli yake kuhusu mauaji ambayo yalikuwa yanaendelea kutokea Tanzania kwenye ukurasa wake rasmi wa X. Sasa kipindi ambapo anasema kwamba amepokea ujumbe wa Tanzania, alikuwa anapaswa kuchapisha kwenye mitandao yake ya kijamii, ndiposa dunia nzima iweze kuona kwamba okay, Antonio Guterres amepokea ujumbe wa Samia na amebariki serikali ya mauaji ya Tanzania. Haya yote ambao mnaona yanazidi kusambazwa kwenye mitandao ya kijamii, usijui serikali ya Samia imebarikiwa na Umoja wa Kimataifa, huo ni upumbavu. Wanajaribu kusafisha jina ambalo waliweza kuliharibu kwa kuwaua wananchi. Wanajaribu kulisafisha jina ambalo waliweza kumwaga damu ya Watanzania. Wapenzi watazamaji, ninaomba muwe makini. Serikali hii mahala ambapo imefika ya Samia inataka kutumia afisi za Umoja wa Kimataifa kuweza kujisafisha ile damu ambayo waliweza kumwaga. Na tena naomba mkumbuke hivi, si Samia
na utawala wake walisema kwamba hawataweza kutawalwa na wabeberu. Mustakabali ambao Tanzania itachukua hautaweza kuamuriwa na wabeberu. Sasa ninashangaa yeye, mbona wameweza kusambaza ujumbe ambao wanasema kwamba Antonio Guterres ambaye ni mbeberu aliweza kutoa, kipindi ambapo walisema hawawezi wakapokea msimamo wa mabeberu. Hii serikali inajaribu juu chini kujisafisha ile damu ambayo waliweza kumwaga. Hizi taarifa ambazo unaziona zikichapishwa kwenye mitandao ya kijamii, sijui Antonio Guterres ameweza kutoa ujumbe fulani, Umoja wa Mataifa umeweza kukubali serikali ya Samia, hizo taarifa ni za uongo. Kama ni kweli, basi ukurasa wa Umoja wa Mataifa ungekuwa umechapisha kwamba viongozi wa serikali ya Tanzania walielekea katika afisi za Umoja wa Mataifa wakaandikisha ripoti hii. Na kama kweli Antonio Guterres angekuwa amezungumza, angekuwa amechapisha taarifa hizo. Kitu ambacho Samia wanajaribu kufanya ni kujiundia jina na kufuta ile taswira ambayo waliweza kumwaga damu ya raia ambayo wamekatalia miili yao. Tupatane kwa kada ijayo.